إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, nayusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake, ametuumba kutoka katika hii ardhi, na kwenye ardhi akatufanyia maskani yetu, bali na akatufundisha kwamba namna za kuweza kuimarisha hii ardhi. Akatupa ilham, uzindushi wa kuweza kulima, kuchimba visima, kujenga, kutengeneza mito. Vyote hivyo akatufunza yeye mwenyewe, na akatuhamasisha Allah kumwomba msamaha kwa mapungufu yetu pindi tunapokosea. Akatufundisha tuwe ni wenye kutubu, kurejea kwake kwa makosa yetu, kama alivyotusimulia kuhusu kaumu Thamud pindi walipokuwa wamekwisha kabidhiwa ardhi, wako kwenye nchi yao, wakafanya mambo mengi mpaka wakasahau lengo la kuumbwa, wakamshirikisha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ila thamuda akhahum saliha. Allah anasema tulituma kwa watu wa Thamud, kaumu Thamud, tukawatumia ndugu yao Nabii Saleh awazindue baada ya kukosea. Qala ya qaumi ibudullah, Nabii Saleh akawaambia, enyi ndugu zangu, muabuduni Allah, mnaonekana mmetingwa sana na mambo ya kwenu wenyewe. Malakum min ilahin ghairuhu, hamna nyinyi anastahili kutumikiwa, kuabudiwa zaidi yake yeye Allah. Huwa anshaakum min al-ardi wastamarakum fiha, yeye Allah ndiye aliyekuanzisheni, amekuumbeni kutoka katika hii ardhi, na akakupeni makazi juu ya hii ardhi. Katika hii ardhi akakupeni makazi na akakufundisheni kuimarisha ardhi mpaka mkajenga majumba yenu makubwa makubwa hayo, mkajisahau.
mkaona kama ndio mmefika, fastaghfiruhu watubu ilayhi, mtakeni Allah msamaha, mrejee kwake. Mmekosea nyinyi, mapenzi yenu ya dunia yamekuwa makubwa kupitiliza. Inna rabbi qaribun mujib, kwa hakika Bwana wangu yuko karibu sana na ni mwenye kuitikia maombi yenu mkimuomba kusameheni. Ndugu zangu, hawa watu mapenzi yao ya nchi yao yalipitiliza. Kupenda nchi ni jambo muhimu sana, lakini wao yakapitiliza mpaka wakaona majumba ndio ya kuabudiwa. Sasa chonga milima, wanachonga pale, muda tena wa kumtumikia Mungu hakuna. Imarisha hili, imarisha lile, nguvu nyingi sana. Wakaona wamefika kabisa, hawana habari Mungu anataka nini. Allah akawakumbusha kwamba sijakukatazeni kuimarisha majengo yenu na vitu vyenu mlivyo navyo, lakini muwe mna utumishi wa Allah. Mbona mna mambo yenu mengine? Mbona mnamshirikisha? Ndugu zangu, ujumbe wangu ni kwamba kupenda nchi ni jambo lipo, ni la kimaumbile. Tunatakiwa tuwe tunapenda nchi zetu, kila mtu apende kwao, nchi yake aipende. Ni jambo la kimaumbile, na maumbile yakiwa salama huwa yanamsukuma mtu atumikie nchi yake, yanamsukuma kabisa. Ndipo sehemu yake aitumikie, ailinde, bali hata aiombee dua ya kupata utulivu na amani. Hayo ndio maumbile salama. Yakiwa maumbile sio salama, mtu huwa hana akili ya kutumikia nchi yake, haitumikii, hailindi, bali anaweza hata kuisaliti. Hayo maumbile hapo sio salama. Lakini yakiwa salama, lazima aitumikie nchi yake, aihudumie, ailinde, bali aiombee na dua ya utulivu na amani. Tunajifunza hivyo alivyorekodiwa Nabii Ibrahimu alayhi salam, alipokuwa tayari makazi yake yatakuwa ni Makka. Ametoka alikotoka, sasa makazi ni nchi ya Makka. Allah amemrekodi katika surat al-Baqara aya 126, anasema Rabbi ij'al hadha baladan amina, e Bwana wangu ifanye nchi hii iwe nchi ya amani. Warzuq ahlahu min athamarat, na warzuku watu wa nchi hii manfaa mbalimbali na matunda mengi. Akasema tena Nabii Ibrahim kwenye sehemu nyingine, Rabbi ij'al hadha baladan amina, e Bwana wangu ifanye nchi hii iwe nchi ya amani. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, na uniepushe mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu, mimi na kizazi changu tusiabudu masanamu. Akasema tena kuonyesha kwamba hizi ni dalili na alama za kupenda nchi. Akasema Rabbana, e Bwana wetu, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'i, e Bwana wetu, kwa hakika mimi nimeweka kizazi changu hapa kwenye bonde halina kilimo, inda baitika almuharram, hapa ni kwenye nyumba yako tukufu nimewaweka mimi. Rabbana liyuqimu salat, nimewaweka Bwana wangu wadumishe swala hapo. Sikiliza maneno yaliyokuja mbele, anaombea dua tena, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, e Bwana wangu jalia mioyo ya watu ielekee kupenda kwenda pale, jalia mioyo ya watu ikawekeze pale. Hamna kitu, lakini Allah andaa mazingira ya kuwafanya watu wapende kwenda pale, wakawekeze pale.
Na ndivyo lilivyokuwa. Palikuwa patupu, lakini Allah akaandaa mazingira ya kufanya watu wanapenda kwenda pale. Nabii Ibrahimu anatupa mwongozo, mtu akipenda nchi yake anapenda na wageni waende pale, waangalie fursa zilizopo, wawekeze pale. Ni kuipenda nchi yako. Lakini ukiona baadhi ya watu hawaipendi nchi yao, hawataki hata wageni waende, nchi ya vipi ambayo hutaki hata mgeni aje? Kwa hiyo tunahamasishwa hilo, ndugu zangu. Kupenda nchi yako ni sehemu ya maumbile salama, na ukiipenda utaitumikia, utailinda, utaihami, utaiombea dua, utapenda na watu waje kwenye nchi yako. Ni kuchunga tu baadhi ya vitu, kila mtu apate haki yake, ndio jambo la msingi. Lakini utapenda watu waje kwenye nchi yako. Hivi ndivyo Nabii Ibrahim alivyotufundisha katika maombi yake. Ndugu zangu, katika mafundisho ya Allah kuna mambo matano ni misingi mikubwa sana, yachungwe. Kila watu wayachunge mambo hayo. Kupatikane dini iwe inalindwa. La kwanza hilo, dini ilindwe, iwepo, watu waweze kumtumikia Allah kwa uhuru. Nafsi za watu zilindwe, kusiwe kuna mauaji yasiyokuwa na sababu, yasiyoeleweka. Akili za watu zilindwe, kama kuna vitu vinavyoweza kuharibu akili, basi watu wavilinde. Kizazi kilindwe, kiwe kinazaliwa kweli na kuchungwa, kisiharibiwe. Na mali ilindwe, ihifadhike, ilindwe. Sasa ndugu zangu, vitu hivi utavilinda ukiwa wapi? Utakuwa mwezini alafu ulinde vitu hivyo, au kwenye nchi? Lazima uwe una nchi, vitu hivi viweze kulindwa. Huwezi ukawa unaishi angani alafu unataka kulinda vitu hivyo, hakuna habari hiyo. Sasa nchi utakayokuwa nayo, halafu na vitu hivi vinahitajika kulindwa kwa mwongozo wa Allah, halafu nchi hii ukiwa huipendi, huihudumii, huilindi, huitakii mema, itakuwa mtu aina gani? Sharti uipende nchi yako, uipende nchi yako, uitetee nchi yako, uilinde, uiombee mazuri kwa Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyoonyesha umuhimu wa kuwa mtu awe na nchi na awe anaipenda, awe ana vitu anavipenda, lakini kwa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, man qutila duna malihi fahuwa shahid, yule mtu ambaye atakuwa anaitetea mali yake mpaka akalazimika kufa, akifa kwenye utetezi huo, huyu mtu anakufa ni shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi. Akaendelea akisema, wa man qutila duna dinihi fahuwa shahid, na atakaye akalinda dini yake mpaka akalazimika kufa, akauawa kwenye kuilinda dini yake, huyu mtu amekufa shahidi, ni hero huyu mbele ya Allah, mtu shujaa. Wa man qutila duna damihi fahuwa shahid, na yule ambaye atakuwa yuko kwenye ulinzi wa kulinda damu yake na familia yake na kizazi chake, mpaka ikabidi auawe watu wengine wawe salama katika nchi yake, huyu mtu amekufa ni hero, ni shahidi mbele ya Allah, ni mtu muhimu sana. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahid, na yule ambaye atakuwa yuko kwenye ulinzi wa familia yake, anailinda kisawasawa mpaka akalazimika kufa familia yake iwe salama, amekufa naye huyu ni shujaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vitu hivi utavilindia wapi kama huna nchi? Sharti uwe nayo nchi, na nchi uipende, uihudumie, uilinde, ili vitu vyako viwe vipo.
Ikitokea kwamba wewe unaweza ukasaliti nchi yako, ukasikiliza mambo ya watu wengine, watu wakaweza kuharibu kwenye nchi yako, ukaona nchi yako si chochote, yatakuwa mambo ya ajabu sana. Hivyo tujitambue, hasa vijana jitambueni, na wazee vile vile tujitambue. Kuna umuhimu wa kimaumbile wa mtu kuwa anaiona nchi yake ni sehemu ambayo Allah amemweka aihudumie kwa kila namna anayoweza. Barakallahu lana bilqur'anil azim wa nafa'na bisunnati nabiyil karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah, na kuhusieni ndugu zangu na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Ndugu zangu, tumefika katika kipindi uzalendo umepungua sana katika nchi yetu. Unapunguzwa uzalendo, kuhisi nchi yako ina thamani kwako, kila mmoja kuhisi hilo. Imefika wakati baadhi ya watu hujaza fikra kwa vijana wetu mpaka wakaona nchi yao kama vile si kitu. Kila mtu anawaza huko alikojazwa upepo tu, nchi nyingine amejazwa upepo sehemu nyingine, pale kwake hapaoni kitu. Ndugu zangu, napenda turudishe akili. Hizi akili zimeliwa na baadhi ya watu. Rudisha akili yako kwamba nchi yako ni ghali sana kwako, ni kitu ghali mno. Nchini kwako ndio heshima yako, ndio ID yako, utambulisho wako. Hatuna maana kwamba watu wasipende nchi za wenzao, ndio dunia kupendana, lakini tambua kwamba nchini kwako ndio utambulisho wako, na ndio utambulisho wa kizazi chako, ndio utambulisho wa wewe umetoka wapi. Mungu amekuweka maksudi ili tujuane, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, tumekufanyeni mataifa na makabila ili mjuane. Sasa ukiwa wewe huitambui nchi yako, hujali kwenu, wewe wapi? Nani? Jali na heshimu nchi yako, ipe thamani yake. Ugenini ni ugenini tu, hata ufanyeje hutopata ile heshima kama ya kwako. Kwa hiyo jali kwako, usidharau kwa mwenzako, lakini pape heshima yake kwako. Ni muhimu sana. Uzalendo huu unaondolewa kwa vijana wetu taratibu. Rudisha akili yako sawasawa ya kuipenda nchi yako. Tunatakiwa tuwe hivyo. Piga ua, garagaza, jua kwamba na kwetu. Hilo ni muhimu sana, ndio ID yako. Kuwa na uzalendo huo wa kuitumikia nchi yako kwa nguvu zote, kuihami kwa nguvu zote, na usikubali kuisaliti kwa namna yote. Hilo ni muhimu sana. Ni sehemu ya maisha na ni sehemu ya maumbile salama. Kilichotupungua ni nini? Kilichopungua kwetu ni kimoja tu. Allah subhanahu wa ta'ala anakirekodi katika surat Al-A'raf aya 96, anasema hivi: walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, lau kama watu wa miji wangemwamini Allah vizuri na wakajikinga na yale anayowakataza, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, tungewafungulia baraka nyingi kutoka juu na ardhini. Wangeamini sawa sawa, wakamwamini Allah vizuri, wakamfuata anachotaka, wakajiepusha anayokataza, tungewafungulia baraka nyingi kutoka juu na ardhini. Sasa tukivurugwa,
tukawa hatutambui thamani ya nchi yetu, tukawa hatumtumikii Mungu tena, tumekuwa tunatumikia akili zetu tu, hizi baraka zinaondolewa, na zikiondolewa kinachofuata inakuwa ni mkosi. Ndio hapo unajikuta kila unachoambiwa cha ovyo ovyo mtu unabeba tu, unabeba. Hebu turudishe akili zetu, tukumbuke kwamba wote tumo ndani ya safina hii moja, tumo ndani ya jahazi moja. Tushikane mikono, asiruhusiwe mtu kutoboa wakati unamwangalia ukasema si shauri yake. Hakuna shauri yake, ikitobolewa ni shauri yetu sote. Kila mtu awe ni mlinzi wa nchi yake, ni mpenzi wa nchi yake, ni mhudumu wa nchi yake. Usimwache mwenzio akatoboa bila ya kumsaidia, ukampa maarifa na kumshika mkono. Hilo ndilo linalotakiwa tuwe nalo kichwani, kuhudumia nchi yako, kuipenda nchi yako, kuilinda nchi yako. Ndio uzalendo wa kweli, na usiisaliti nchi yako. Hilo ni sehemu ya maisha, na ndivyo Mungu anavyotaka tuwe. Allah atujalie kuwa ni kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.